mzee wangu ameondoka. Lakini mimi naamini nitatangulia kabla yake kwa sababu mimi ndio nina shida nyingi kumzidi. Na ikitokea mmekosana katikati? Unakosanaje na Diamond? Hebu niambie okay. Nikosa gani? Kwenye nini? Diamond akinikosea namsamehe. Mimi nikimkosea namuomba radhi, natuma watu, natumia kila mbinu. Kwanza Diamond angesha nifukuza muda mrefu. Mara nyingi naenda namkopa hela silipi. Nilishamfanyia kila kituko. Kumtest je atanifukuza? Kila kituko unachokijua wewe Diamond nimeshamfanyia. Mara nyingi naambia nikope milioni 3 milioni 4 sirudishi chochote. Naambia mzee unamdai mtoto wako. Diamond aliposti na nini? Nani? Shilole ni ndugu yangu, ni dada yangu. Ni mmoja kati ya watu ambao tumesaidiana kwa namna moja au nyingine. Yeye kanisaidia mimi kimaisha na mimi nimemsaidia yeye kwenye biashara yake. Mimi ndo nimeitangaza Shishi Food kuliko msanii yoyote, kuliko influencer yoyote, kuliko hata yeye Shilole mwenyewe. Shishi Food mpaka leo nasikia kula kujigaragaza, hiyo ni mimi. Kwa hiyo mimi ndo nimeitangaza. Kama hato nishukuru mbwa yule, ndio kuna maisha, kuna sehemu tutakutana naye. Maisha kuna sehemu tutakutana. Maana siku hiyo yuko ananenepa tu. Anza kwa Baba Levo hana thamani yoyote. Mimi sina thamani kwa Shilole. Mimi ndo nimempigania mpaka Shishi Food imefika level ile. Mimi kwa Shilole ni zaidi ya role model mimi. Na pia Diamond kuhusiana kugombea ubunge. Unataka kugombea kwenye jimbo gani? Kigoma mjini. Wewe unaulizia rangi ya mkaa huyu. Na chama gani? Maana mara kwanza niligombea ni CCM. Jamani hivi amuelewi ni CCM. Unataka nibabaishe maneno. Ni Chama cha Mapinduzi CCM. Na tangu rudi kwenye Chama cha Mapinduzi CCM. Wengi wenu wengine tuko nao safari Morogoro. Lakini tutaenda paka Kigoma, tutafutulisha kabla Ramadhani hii haijaisha kuhakikisha tunakula na wale wakina mama ambao niliwajengea soko la jioni pale. Tutakula kwa pamoja. Siku hiyo itaitwa hatuuzi tunafuturu na diwani mstaafu. Simple. Baba Levo, naomba kuuliza swali. Baada ile clip kwenda viral kwenye mitandao. Clip gani? Ile ambayo inawazungumzia wale wakina mama. Kuna namna labda una plani yoyote kwenda kugombea tena udiwani kule? Maana kila nikisikia sauti ya wale akina mama, napata feeling ya namna ambavyo niliwaongoza, namna nilivyowatetea, namna nilivyowapigania, namna ambavyo niliwafungulia njia. Soko lile nilipigana na madiwani wenzangu, wengine walitaka kunchoma visu, wengine waligoma kama hatuwezi kufunga barabara, likawa soko la jioni. Lakini tulifanikiwa kulikuwa kila ikifika saa 10 jioni soko linaanzishwa, ikifika saa 6 linaondolewa, barabara inaendelea kutumika kama kawaida. Na ndio maana wale wakina mama wanajenga manyumba, wanasomesha watoto, wanatumia soko lile kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Na ndio maana watanikumbuka milele amina. Ile ndio nguvu ya kuwa kiongozi. Unaacha alama, unaacha fingerprint. That is kwa hivyo vyote vile. Msishangae mimi na Zito tukaenda kuweka huku Zito, huku mimi ikawa ni mtiti mundi. Leo hapa inasemekana Diamond atazindua sabuni zake. Sabuni ya. Wewe unafahamu huo mchongo vizuri. Mimi kama Diamond atazindua sabuni nisipokuwa balozi. Familia yake. Na ni sabuni zake mwenyewe. Ni za kwake mwenyewe. Amewekeza mabilioni ya pesa kwenye kutengeneza sabuni kwa ajili ya kuokoa kina mama ambao wakifua mikono inachubuka, wanatumia sabuni ambayo matirio yake yanawaumiza mikono wa kina mama, ngozi inaharibika. Diamond Platinum ameamua kushirikiana na dunia nzima kuhakikisha anaokoa mikono ya wakina mama wanaofua, ngozi za watu ya binadamu wanaogea sabuni zake. Twendeni pale tukashuhudia sabuni. Kuna Diamond huwa anaanzisha biashara na kuna kuja wadau wanataka kuzinunua na kuziendesha. Wakizinunua hizo idea wakiziendesha wao wanashindwa na yeye anakuwa ishaondoka kwenye hiyo. Lakini kwenye hiyo sabuni nimemwambia twende pamoja. Kanipigia simu niko Morogoro kaniambia Baba Levo rudi haraka, wewe ndio balozi wa sabuni hii. Na pia Diamond anataka kusaini msanii mpya WCB. Msanii gani? Sio msanii mpya, ni Rundo. Wasanii wangapi? Wasanii wanasainiwa ni Rundo. Tuandae ukitoa mguu anaingiza miguu mingine inaingia. Kwa sababu Diamond hajakatishwa tamaa ya kusaidia wasanii wapya. Hajakatishwa tamaa kwa wale ambao wameondoka. Ndio maana kuna watu wengine amewasamehe, kuna wengine waliwadai hela zake. Hajakatishwa tamaa, anataka kuwasaidia tena wasanii wengine wapya. Na mitaa na pia kama anayekuja kusajiliwa ni Aslay. Kuna ukweli kiasi gani? Naomba tu nikanushe. Aslay hatuwezi kumsajili WCB. Na pia wale wasanii ambao walikuwa BSS labda ni wale. Sasa hiyo tumwachie Diamond mwenyewe ndiye ni wale au ni la, lakini ni Rundo. Sio msanii mmoja. Mbona mlivyozima umeme? Mmeona? Lakini bado unang'aa. Kuna namna ambavyo mnanitafuta maneno. Kwenye interview yangu ndio mnakuja kuzima umeme. Ni nani mkanyaga wao? Nani wewe? Unaona wewe? Aliyekanyaga waya ni huyu hapa mwandishi umetoka nani chombo gani? Ni huyu.
Baba Levo, tumeona kwenye post yako unasema umemshauri Diamond Platinum sasa hivi ni 50 kwa 50. Kama msanii anatoka. Ni nini ambacho wewe ulikizingatia? No, Diamond najua ile namtaniaga sometime huwa sikuwa sijamshauri, lakini najua Diamond this time mkataba wa sasa hivi utakuwa tofauti na mikataba ya watu wasanii wengine walikuwa wameshawasign, kwa sababu anajifunza na yeye kutokana na matukio ambayo yanatokea. Usifikiri Diamond moyo wake unaridhika kwa kile ambacho kinatokea. Kuna muda tunaamua kuwa binadamu kusema basi yaishi. Lakini mambo mengi mtu anawekeza hela zake na kila kitu, baadaye msanii anakuwa mkubwa, wakati yeye anataka aanze kuvuna sasa yale matunda, msanii anasema anaondoka. Unajua neno kusema naondoka tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba huyu msanii hapo alipo hajaridhishwa napo. Umeelewa vizuri? Kwa haiwezi kuwa nzuri hata siku moja. Na pia kama ikitokea sasa hivi unarudi kwenye udiwani kama ulivyosema. Siwezi kurudi udiwani, ni ubunge. Ikitokea unarudi kwenye ubunge, utaacha hizi mambo za kumzungumzia Diamond kwa mtangazaji? Kwani wabunge hawazungumzii watu? Mbona wabunge tunazungumzia? Wengine wanazungumzia Mama Samia, wengine wanazungumzia nani? Hujasikia wabunge kimzungumzia Mama Samia? Ina ubaya gani? So utakuwa chawa hivi. Yaani shughuli iko pale pale kiongozi. Mambo ni yale yale. Na pia uligombea mimi kiwalisia, niombe tu ukweli. Diamond Platinum ndio anafungua njia ya maisha yangu kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo vyote vile nitakuwa naye, tutaenda pamoja mpaka siku either mimi nakufa ananizika, au siku namuona Diamond anashushwa kwenye kaburi. Ndio sasa nasema jamani, siku either mimi nakufa ananizika, au siku namuona Diamond anashushwa kwenye kaburi. Ndio sasa nasema jamani, mzee wangu ameondoka. Lakini mimi naamini nitatangulia kabla yake, kwa sababu mimi ndio nina shida nyingi kumzidi. Na ikitokea mmekosana katikati, unakosanaje na Diamond? Hebu niambie nikosa gani? Kwenye nini? Diamond akinikosea namsamehe. Mimi nikimkosea namuomba radhi, natuma watu, natumia kila mbinu. Kwanza Diamond angesha nifukuza muda mrefu. Mara nyingi naenda namkopa hela silipi. Nilishamfanyia kila kituko. Kumtest, je atanifukuza? Kila kituko unachokijua wewe Diamond nimeshamfanyia. Mara nyingi naambia nikope milioni 3 milioni 4 sirudishi chochote. Naambia mzee una mtoto wako. Diamond aliposti na nini? Nani? Shilole ni ndugu yangu, ni dada yangu. Ni moja kati ya watu ambao tumesaidiana kwa namna moja au nyingine. Yeye kanisaidia mimi kimaisha na mimi nimemsaidia yeye kwenye biashara yake. Mimi ndo nimeitangaza Shishi Food kuliko msanii yoyote, kuliko influencer yoyote, kuliko hata yeye Shilole mwenyewe. Shishi Food mpaka leo nasikia kula kujigaragaza, hiyo ni mimi. Kwa hiyo mimi ndo nimeitangaza. Kama hato nishukuru mbwa yule, ndio kuna maisha, kuna sehemu tutakutana naye. Maisha kuna sehemu tutakutana. Maana siku hiyo yuko ananenepa tu. Anaweza kwa Baba Levo hana thamani yoyote. Mimi sina thamani kwa Shilole. Mimi ndo nimempigania mpaka Shishi Food imefika level ile. Mimi kwa Shilole ni zaidi ya role model mimi. Na pia Diamond kuhusiana kugombea ubunge. Unataka kugombea kwenye jimbo gani? Kigoma mjini. Wewe unaulizia rangi ya mkaa huyu. Na chama gani? Maana mara kwanza uligombea ni CCM. Jamani, hivyo amuelewi, ni CCM. Unataka nibabaishe maneno. Ni Chama cha Mapinduzi CCM. Na tangu urudi kwenye Chama cha Mapinduzi CCM.